Imewekwa rasmi tarehe yake Samia Suluhu kufika ICC kutokana na umwagaji damu uliofanyika mwaka jana. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na tafadhali na kusihi tusaidie kwa kusubscribe. Naam, siasa za Tanzania zimeingia katika kipindi kigumu cha mjadala wa umma na kimataifa baada ya mashirika ya kiraia kutoka Afrika Mashariki na dunia kutuma maombi ya mahakama ya uhalifu ya kimataifa ICC kuchunguza mauaji, ukiukwaji wa haki za kibinadamu yanayodaiwa kutokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka jana. Mashirika hayo yanadai kuwa serikali chini ya Samia Suluhu Hassan ina hatama ya kisheria kukabiliwa na mashtaka ya uhalifu dhidi ya binadamu, na ni suala ambalo limeibua mjadala ya ana kwa ana kuhusu mantiki ushahidi wa siasa. Hadi sasa hakuna uchunguzi rasmi wa ICC uliothibitishwa na vyanzo vya serikali au mahakama hiyo, lakini kishinikizo la kisheria na kisiasa linaendelea kukua. Katika miezi iliyopita, muungano wa mashirika ya kiraia yamewasilisha maombi kwa ICC na Umoja wa Mataifa kupiga jeki uchunguzi wa mauaji ya raia walioonekana wakipigwa risasi na vikosi vya usalama wakati wa maandamano yaliyofuata uchaguzi. Mashirika kama Kenya Human Rights Commission na World Jurists Association yametoa nyaraka zinazodai serikali ilihusika katika mauaji, mateso yaliyotendeka kote nchini. Hadi sasa ICC haijatangaza rasmi tarehe ya kuanza uchunguzi wa kesi ya Tanzania, na hakuna taarifa za umma zinaonyesha kwamba Tanzania imekataa kwa hiari ushirikiano wa mahakama hiyo. Hata hivyo, wito wa kuchunguza ukiukwaji wa haki za binadamu umekuwa ukienea kwa shughuli za kiraia na baadhi ya vyombo vya habari vya kimataifa. Chadema, ambacho ni chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, pia kimeitaka ICC na Umoja wa Mataifa kuingilia kati dhidi ya kile wanachokiita mauaji ya serikali dhidi ya raia. Serikali ya Tanzania imejibu malalamiko ya mashirika ya kiraia kwa kuanzisha tume ya uchunguzi huru na tukio la uchaguzi wa mwaka 2025 iliyozinduliwa chini ya sheria ya bodi za uchunguzi wa mwaka 2023 inayolenga kubaini chanzo cha fujo, mwenendo wa maandamano na jinsi vikosi vya usalama vilivyoshughulikia maandamano hayo. Tume hii inatarajiwa kukamilisha kazi yake ndani ya miezi mitatu tangu ilipoanzishwa Novemba tarehe 20 mwaka jana. Lakini katika muktadha huo, koti ya Tanzania imepanga kutoa uamuzi kuhusu utata wa sheria juu ya uhalali wa tume hiyo, ikilinganishwa na malalamiko ya upinzani na mashirika yasiyo ya kiserikali kwamba tume haina nguvu ya kutosha kuchunguza ukiukwaji wa haki za binadamu uliochochewa na jeshi. Uamuzi wa mahakama kuu ama ukipenda High Court ya Dar es Salaam inatarajiwa katika siku za hivi karibuni, na unaweza kuathiri jinsi uchaguzi huo utaendelea. Katika muktadha huu wa shinikizo la kimataifa, Rais Samia Suluhu Hassan alifanya mabadiliko madogo ya baraza la mawaziri tarehe 8 mwaka huu, akimuhamisha Profesa Palamagamba Kabudi kutoka wadhifa wa waziri baraza la mawaziri ama kutoka wadhifa wa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo hadi mkuu wa kitengo cha ushauri maalum Ikulu, ama ukipenda Minister of State Special Duties na kazi ya mambo ya kimataifa. Serikali ilieleza kwamba uhamisho huo unalenga kuongeza ufanisi wa serikali kukabiliana na changamoto za kisiasa na kimataifa zinazoendelea, ikiwemo ushirikiano wa kimataifa na mazungumzo ya kisheria. Kabudi ni mwanasheria na mwanasiasa wa muda mrefu nchini, aliyekuwa waziri wa mambo ya kigeni na ushirikiano wa Afrika Mashariki na waziri wa katiba na masuala ya kisheria, na ana hofu na uzoefu mwingi wa masuala ya kisheria na diplomasia. Taarifa rasmi hazijathibitisha hilo kwa jina kwamba Kabudi amekuwa kiongozi wa timu ya utetezi mbele ya ICC, na hata hivyo uteuzi wake Ikulu unalinganishwa na hali ya kukua na mjadala juu ya masuala ya kimataifa na uwezekano wa kesi zinazoweza kufikiwa mbele ya mahakama za kimataifa kama ICC.
Ushahidi wa umma kuhusu uteuzi wa Alistair Stephen K, mwanasheria aliyekuwa aliwahi kutetea rais wa Kenya Uhuru Kenyatta mbele ya ICC kuungana na timu ya utetezi wa Tanzania, hauna uthibitisho kamili kupitia vyanzo vilivyo rasmi hadi sasa, lakini ripoti za mitandao na mijadala ya kijamii zinaweza kutaja jina lake, lakini hazijathibitishwa na vyombo vya habari vinavyoaminika au taarifa rasmi za serikali. Kwa hivyo mada hii inabaki kama uvumi wa uchunguzi na mitazamo ya siasa kuliko ukweli uliothibitishwa. Changamoto ya ICC kwa serikali ya Tanzania inakuja wakati taifa hilo limepitia uchaguzi uliochochea ghasia na ukandamizaji wa upinzani, mtandao wa habari na haki za binadamu, na tukio hili limeibua ulaghai wa kisiasa na wasiwasi juu ya utangamano wa uchaguzi, hali ya kidemokrasia nchini na mustakabali wa ushirikiano wa kijamii. Taarifa za mashirika ya haki za binadamu kama Amnesty International kabla ya uchunguzi zilieleza kwamba serikali ilikuwa ikiimarisha utawala wa hofu na kupiga marufuku uhuru wa vyombo vya habari na wanaharakati wa haki za binadamu. Aidha, Tume ya Umoja wa Afrika ilikosoa mbinu ya uchaguzi na kukosekana kwa viwango vya demokrasia, ikiwa ni pamoja na kubanduliwa kwa wagombea wakuu upinzani, kukamatwa mitandao ya intaneti na vitisho dhidi ya waandishi wa habari. Jambo hili linajiri katika wakati ambapo Afrika na Mashariki ya Jumuiya ya Afrika kwa ujumla inakabiliwa na mtazamo mpya juu ya kulinda demokrasia, kuimarisha utawala wa sheria na kuhakikisha viongozi wanajibika kwa vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu. Na ikiwa ICC itafungulia rasmi uchunguzi dhidi ya Tanzania, inaweza kuwa mtihani mkubwa kwa kile kinachotarajiwa kwa wanachama wa Umoja wa Afrika juu ya uadilifu wa uchunguzi wa mikakati ya kukabiliana na ukiukwaji wa sheria. Aidha, suala hili linaweza kuathiri uhusiano wa Tanzania na washirika wake wa kimataifa, hasa kwa wanaozungumzia haki za binadamu na ushirikiano wa kibiashara na kisiasa. Hatimaye mjadala huu unaonyesha kwamba si tu hoja ya sheria na ushahidi ni muhimu, bali pia maadili ya kisiasa, mahitaji ya wananchi na jinsi nchi inavyowasiliana na viwango vya kimataifa vya haki na demokrasia. Tanzania iko katikati ya mgogoro wa kisiasa ambao unaibua maswali magumu, si tu kuhusu matokeo ya uchaguzi wa mwaka jana, bali kuhusu aina ya demokrasia na mamlaka itakayotakiwa kwa vizazi vijavyo. Ni hayo tuliyokuandalia kutoka channel yetu pendwa, channel ya TanzaPulse, na kuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha. Zidi kuwa nasi kwa taarifa nyingine zaidi ambazo ni za kina na uchambuzi usiopindishwa. Kumbuka kusubscribe, kulike na kushare video zetu ili tuweze kuwafikia ndugu jamaa na wote ambao hawajapokea taarifa hizi.